Ndugu zangu wote ambao tumefika kwenye kikao hiki, tumeona ni muhimu sana leo tukaitana, na pengine kikao chetu hakitakuwa kirefu sana, kwa sababu mnafahamu kwamba tangu tulipomaliza uchaguzi wetu mkuu wa mwaka jana hatujapata nafasi ya kukaa kwa pamoja na kuweza kuzungumza machache. Nami nitumie nafasi hii kuwapongeza sana waheshimiwa madiwani wote ambao mlishiriki uchaguzi wa mwaka jana, ambao ndio hasa uliowaweka madarakani, ninyi pamoja na wabunge, lakini tukiongozwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sote kwa pamoja naomba tuwapigieni makofi kwa ushindi mlioupata. Mnafahamu kwa dhati kabisa kwamba mchakato wa kuwapata nyie ulianza na mchakato wa ndani ya vyama vyetu vya siasa, lakini baada ya kuchaguliwa na kuwa wa madiwani, sasa mmekuwa madiwani msiojipambanua na chama chochote, bali mnaohudumia Watanzania wote bila kubagua itikadi zao. Lakini jambo jingine pia, mnafahamu mwaka 2024 tulikuwa pia na uchaguzi wa viongozi wa serikali za mitaa, ambao na wao tunao hapa. Jukumu la kuongoza mkoa na kuongoza mitaa yetu unaendelea kama kawaida. Kwa nami tena nitumie nafasi hii kuendelea kuwapongeza kwa kazi nzuri ambazo mnaendelea kuzifanya kwenye mitaa yenu. Lakini kwa dhati kabisa nitumie nafasi hii tena kuwapongeza sana wakuu wa wilaya na wakurugenzi na madasi wote. Kila siku nikikaa naona namna ambavyo mnaichambua migogoro na kuwatembelea Watanzania kule ambako mnawaongoza. Hata viongozi wetu wa ngazi ya juu wakija, wakiona viongozi wa ngazi ya mikoa tuna taarifa, basi hiyo inakuwa ni jambo zuri kwamba tunashinda mitaani kwenda kutatua shida za watu. Kwa hiyo pia nitumie nafasi hii, kama ambavyo wenzangu wamekushasema hapa, tumeitana watu mbalimbali, lakini sote tuna jukumu moja tu la kuongoza watu. Na katika jukumu hili la kuongoza watu, ridhaa hii tumeipata kwa watu. Ndio maana mnasikia anasema serikali ya watu kwa ajili ya watu, government of the people for the people by the people. Concept hii inamaanisha kwamba uongozi wetu sisi, ridhaa yake tumeipata kwa watu. Kwa hiyo hakuna namna tunaweza kuwa viongozi kama hatutimizi ndoto za wale tunaowaongoza, kwamba lazima serikali kama muhimili uchukue shida za watu na kuzi-aggregate people's demands. Hiyo ndio inakuwa furaha kwa watu. Kwa sote hapa tunahudumia watu, wakurugenzi wanahudumia watu, madasa wanahudumia watu, viongozi wa dini wanahudumia watu, lakini wenye viti, madiwani, wote tunahudumia watu. Sasa nikaona tukumbushane mambo machache, kwa sababu mmeona pia hata kwenye mitandao baadhi ya watu wanatamani kuleta chokochoko kwenye mikoa yetu, na kwa bahati mbaya sana nguvu ambayo huwa inatumika katika kulinda amani wakati fulani huwa ni ya kawaida. Sasa nimeona pengine kwenye kikao hiki nije pia niwaeleze kwamba nguvu ambazo zitaendelea kutumika katika kulinda amani pengine inawezekana haijawahi kutokea wala kuonwa katika kipindi chote, na kama inawezekana wengine wakadhani kwamba kuna nguvu iliwahi kutumika mahali, kwenye kikao hiki nataka nikuthibitishie yalikuwa ni majaribio tu ya kutumia nguvu kulinda amani. Kwa maana
nguvu yenyewe halisi ya ulinzi wa amani itaanza kujionyesha taratibu kadiri mtu mwenyewe anapokuja kwetu. Kwa hiyo ndugu washiriki, nianze na agenda yetu ya kwanza inayohusiana na masuala ya usalama wa miji yetu. Mkoa wetu wa Dar es Salaam kama ambavyo mwafahamu, unahudumia mikoa mingine mingi, lakini pia una strategic investments. Leo hapa tuna bandari, na hii bandari unapoiangalia usiangalie katika jicho la mipaka ya Tanzania. Zipo nchi ambazo ni land locked, mnaita hivyo, lakini ukweli ni kwamba zipo nchi ambazo ni land linked with other means of transportation. Sio locked, ni linked, na ziko linked na masuala mengineyo ya usafirishaji. Kwa hiyo ili mizigo iweze kwenda kote huko, kitovu chake Dar es Salaam. Kwa hiyo Dar es Salaam, jambo la kwanza, ni kitovu cha kiuchumi. Lakini mbili, Dar es Salaam ni kitovu cha kidiplomasia. Leo umeona Dar es Salaam tunapokea marais. Juzi Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alimwalika rais wa Singapore, na siku mbili tena zilizopita rais wa Slovakia ameridhia kufungua ubalozi wake wa hapa Tanzania ili kuunganisha nguvu na mabalozi wengineo walioko hapa kwenye ardhi yetu. Kwa hiyo Dar es Salaam pia ni kitovu cha kidiplomasia. Lakini pia kwa kigezo cha demografia, kwa maana ya population na taarifa zinginezo za watu, Dar es Salaam tuna population kubwa zaidi kuliko pengine maeneo mengine yote, na hata mkoa wetu ndio unaochangia pato la taifa kwa asilimia kubwa sana. Kwa hiyo mkoa huu usiangaliwe katika jicho la kawaida, tuone kwamba ni mkoa potential ambao kila mmoja ana wajibu wa kuhakikisha kwamba unakuwa salama. Kwa hiyo hoja ya jukumu la usalama, ndugu zangu watumishi wote mlioko hapa, tunalo jukumu kubwa la kuhakikisha kwamba mkoa wetu wa Dar es Salaam uko salama. Na usalama huu mchango wake unachangiwa na wenye viti, madiwani, na kila mtumishi ambaye yuko hapa anachangia kwa asilimia kubwa kuhusu amani ya mkoa wetu. Vurugu zikitokea kwenye huu mkoa, halafu mkoa ukafungwa, maana yake mazao ya chakula hayataingia ndani. Na mnafahamu kwamba Dar es Salaam mgogoro wetu mkubwa haupo kwenye mashamba ya wakulima. Mgogoro wetu mkubwa Dar es Salaam upo kwa mfanyabiashara. Je, anaingiza biashara zake ili aweze kwenda vizuri? Kwa hiyo kama mkuu wa mkoa mahali fulani anazungumzia umuhimu wa wakulima katika mkoa, Dar es Salaam tunazungumzia umuhimu wa mfanyabiashara katika mkoa. Kwa hiyo mkoa huu ukifungwa, tayari tutakuta hatuna hifadhi ya chakula, na hapo ndipo kasheshe itakapotokea. Na kukiwa kuna food insecurity, maana yake inaweza kapelekea political instability, na kukiwa kuna political instability, maana yake muda wowote inaweza tukarise kitu kinaitwa sporadic political squabbles, kwamba tukaendelea kupigana wenyewe kwa wenyewe sporadically, halafu mwisho wa siku mambo yakawa mabaya zaidi. Kwa hiyo jukumu hili la usalama ni jukumu la kila mmoja, na ndio maana narudia kwamba nguvu ambayo ilishawahi kutumika mahali popote katika kulinda amani ilikuwa ni majaribio ya kuona, je, jambo lolote likitokea katika taifa letu tunaweza. Lakini amani ya taifa letu hailindwi kwa compromise, inalindwa kwa kila aina na kila namna.